Mkoa wa Singida leo tunafanya tathmini ya utekelezaji wa programu jumuishi ya malezi na makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Natambua kuwa tathmini hii kimkoa ni mwendelezo wa kuimarisha utekelezaji wa programu hii ambayo ilizinduliwa rasmi tarehe 13 Disemba 2021 ili kutekeleza na kuleta matokeo chanya katika mkoa wetu, lakini kwa taifa kwa ujumla. Ndugu washiriki, kwa mwaka 2022-2023 mkoa ulikuwa na jumla ya mashirika 59 yasiyo ya kiserikali, lakini hadi kufikia Machi mwaka huu 2026 mashirika hayo yameongezeka na kufikia 92. Lakini katika mashirika haya pia mwaka huo huo wa 2022-2023 yalikuwa ni mashirika 19 ambayo yalikuwa yanatekeleza mpango huu, lakini hadi kufikia sasa tuna mashirika 23. Hii ni maendeleo makubwa na ni jitihada kubwa ambazo zinafanywa na serikali kuhakikisha kwamba tunakuwa na ustawi mzuri wa jamii yetu kupitia programu hii jumuishi ya malezi na makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Programu hii ni kielelezo cha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kujielekeza kwenye kuweka misingi imara zaidi ya malezi na makuzi ya watoto wa taifa hili ili watoto waendelee kukua katika utimilifu wao kuanzia hatua za awali za ukuaji wao. Lakini pia programu hii inalenga kutoa afua stahiki kwa watoto wenye ulemavu ili kuondoa au kupunguza athari za makali kwa watoto wenye ulemavu. Kwa kipindi cha mwaka 2024-2025 jumla ya shilingi milioni 746.0 zimetumika kutekeleza shughuli za lishe kwenye halmashauri zetu, na kati ya fedha hizi milioni 668.3 zilizotengwa sawa na asilimia 89.58 ya fedha hizi zilitumika kwa ajili ya kununua mahitaji ya kutengeneza maziwa dawa kwa ajili ya matibabu ya utapiamlo kwa watoto, kuandaa mapishi darasa, uanzishaji wa bustani mashuleni, kuendesha vikao vya tathmini za mkataba wa lishe, vikao vya kamati za lishe, ukaguzi wa vyakula masokoni na viwandani, na usimamizi shirikishi wa huduma za lishe. Mkoa pia unajikita katika kuhamasisha ulaji wa vyakula vilivyoongezwa virutubishi ili kupambana na matatizo yatokanayo na upungufu wa madini na vitamini. Jumla ya mashine 33 za kuongeza virutubishi kwenye unga wa mahindi zimefungwa katika halmashauri, na tayari shule za msingi na sekondari 206 zinasaga unga kwenye mashine hizo kwa ajili ya chakula cha wanafunzi. Ni rai yangu programu hii itumike kama fursa ya kutekeleza suala la lishe kwa watoto katika maeneo yetu ili kuondokana na matatizo ya utapiamlo, hususani udumavu, ili kujenga jamii yenye siha nzuri, uwezo wa kubuni na yenye tija ya kiutekelezaji. Suala la ulinzi na usalama wa mtoto dhidi ya vitendo vya ukatili ni eneo ambalo serikali yetu sikivu ya awamu ya 6 imewekeza vya kutosha, ikiwa ni pamoja na kuwa na mpango kazi wa taifa kutokomeza ukatili kwa wanawake na watoto, yani mtakuwa tu ya mwaka 2022-2023 hadi mwaka 2027-2028. Ni imani yangu kuwa utekelezaji kikamilifu wa afua 5 za mkakati huu ni msingi wa kuandaa watoto katika utimilifu wao, lakini pia ni maandalizi ya viongozi na wataalamu mbalimbali walioandaliwa kwa misingi mizuri wakati wa ukuaji wao. Hivyo hatuna budi kila mmoja kwa nafasi yake kuhakikisha anasimamia afua anayoitekeleza. Kwa kufanya hivyo, tunatekeleza programu hii ambayo ni shughuli na ni jukumu letu na ni programu ya serikali ambayo tumepewa majukumu hayo. Ni waase watendaji wenzangu wa serikali kuendelea kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo waliopo katika mamlaka zenu ili kuhakikisha afua taja zilizopo kwenye programu zinatekelezwa ipasavyo, na ni imani yangu kuwa baada ya tathmini hii tutatoka na maazimio yatakayowezesha utekelezaji endelevu na mpango huu ili Singida yetu iwe na watendaji wengi zaidi katika ngazi mbalimbali wenye utaalamu wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto.
yani mama. Kwa niaba ya katibu tawala wa mkoa wa Singida, niwaagize wataalamu wote kuendelea kusimamia utekelezaji wa mpango huu kwa kukaa vikao vya tathmini vya robo kwenye halmashauri zenu kabla ya kikao hiki cha mkoa, pamoja na kufanya ufuatiliaji katika maeneo ya mpango kwa kwenda undani na sio kufanya vikao tu. Kama tumeona katika mikoa yetu au mkoa wa Singida ni moja ya mkoa ambayo kuna ECD center chache au daycare chache. Na kuwa na daycare chache maana yake kwamba kuna vitu vingi ambavyo vinaambatana na huo mradi. Vinaambatana na kwa nini daycare ziwe chache. Maana yake kwamba kunawezekana kuna umaskini, unaona? Kuna umaskini, elimu kidogo, kwa sababu tunaona kabisa ili watoto wasome, wanasema kwamba kutokana na takwimu wanashauri mama au angalau ana elimu. Kwa hiyo kina mama wakisoma basi hata watoto wanakuwa pushi kusoma. Huu mradi sasa umelenga at least kila wilaya katika mkoa angalau kwa sasa hivi uwe na ECD center mbili ambayo ni community driven, sio hizi ambayo ni private, kwa sababu tumeona kwamba watoto wenye umri wa mwaka 0 mpaka miaka 4 wengi wanakuwa wako mtaani kwa kuangalia mazingira yetu ya Rurwa na Kiperiabani. Kwa hiyo maana kwamba tunataka kuona kwamba watoto wenye umri huu tayari waanze kwenda katika zile community ECD centers. Shughuli za EMAM kwa kipindi cha Oktoba, Disemba, Januari, Machi kupitia afua 5 za HR development. Katika programu hii tutaweza kuona wametekeleza kwa kiwango gani, hivyo tutaweza kuwa na malengo, kuona malengo yetu pamoja na changamoto na mafanikio ambayo yamepatikana katika kipindi cha Januari, Machi.